leo adui alijitokeza, lakini tulimupiga na akarudia. Udhaifu tu yenye iko ni kuona kabisa, ingawaje leo kabisa kungekuwa kitu yenye iko yulu, ingekuwa hatari kwa kumpiga, sababu tungempiga na kumfukuza sana. Naam, hamka na Amani TV Media. Hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 29 mwezi Septemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Uwali gani mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko? Matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Ninayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari zetu za asubuhi ya leo, ambazo zinaangazia tosha hali ya usalama mashariki mwa DRC. Asubuhi ya leo takujuza kuhusiana na baada ya waasi wa M23 kudhibiti mji wa Nzibira, wametekeleza mashambulizi mengine kwenye ngome za wazalendo maeneo ya Kishadu Jumapili tarehe 28 Septemba mwaka wa 2025 bila mafanikio yoyote. Tajelekeza pia uko Kamituga ambako hali ya usalama ni yenye utulivu jijini Kamituga, tofauti na habari zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii zisemazo kuwa waasi wa M23 wameingia maeneo hayo. Na pia tajelekeza uko Walikale jimboni Kivu Kaskazini ambako ndege za kivita za jeshi la taifa FARDC zimeshambulia ngome za waasi wa M23. Kwa hivyo nakusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi, ili na uendelee kuzipata kama kawaida. Nakusihi kuwa sambamba na mimi asubuhi ya leo, ili upate kuzifahamu habari za ukweli na za uhakika kutoka kwenye uwanja wa vita. Hii ni Amani TV Media. Bila shaka natumai kwamba utakuwa salama usalimini, na tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko Walungu ambako baada ya waasi wa M23 kudhibiti mji wa Nzibira, wametekeleza mashambulizi mengine kwenye ngome ya wazalendo maeneo ya Kishadu Jumapili tarehe 28 Septemba mwaka wa 2025 bila mafanikio yoyote. Duru kutoka upande wa wazalendo zimeeleza kuwa waasi walitamani kuondoa wazalendo tena kwenye kijiji cha Chulwe, ila waasi hao hawakufanikiwa. Kijiji cha Chulwe kinapatikana tarafani Walungu, ni kwenye umbali wa kilomita 4 na mji wa Nzibira. Espoir Kilokilo ni mkuu wa majeshi wa wazalendo wanaongozwa naye Kamanda Simba Wankutu Maheshi kutoka maeneo hayo ya Chulwe. Anaeleza namna ambavyo mapambano hayo yalivyokuwa. Jambo bwana journaliste, hapa ni Espoir Kilokilo, Lieutenant Colonel T3 wa kwa General Major Simba Wankutu wa FMDP. Najua unauliza kupitia habari ya leo adui alijitokeza. Adui atapenda tena kudeborde. Tukamwona tukampiga mu niveau ya Kishadu, kwa penda tudeborde tena sasa tumekie nani Chulwe, tukampiga na tukamfuata mpaka rudia tena mpaka maeneo ya Kipale Kishadu. Ngasa mvula njini kia tukoroga, mvula kwa mingi sana, mvula kaisha mingi sana. Adui akarudia maeneo ya Kishadu na sisi tukarudia maeneo yetu Chulwe. Tuko tu amfase naye, tuko ku 4 kilometre na adui ndio kwenye tuko. Lakini mpaka sasa hivi izani situation ingaliki tu kalme, na tunaendelea kufunga tu njia. Tuko na imani kama adui hana tena njia kupitia pale. Ila adui kuja kutushambulia, tulikuwa tukingojea wenzetu kutoka sehemu mbalimbali, akawazia atatupiga na anapita, lakini tukamwonesha force na akarudia. Lakini tuna mpango ya kupangia adui, ila tuko na subiria wenzetu wakuja masehemu wanapotokea, ili tupige adui ngambo zote, na tutapiga adui na tutachanganyikiwa, na wengi watakamatwa mateka kwa wale wa adui. Mahali tunapatikana pale Pachulwe kuna raia, na huko mabilima tunadhibiti kuna baraia, na pale Nzibira kuna baraia. Ni pale tu Kishadu njo hakuna baraia, walikimbia njo kushamba la vita. Na pale unaona kama na pale Kishadu waraia walikimbia ule adui.
kwani wanajua ule adui ni muuaji sana, iko na watu, ndio maana walikimbia pale kwenye tuko kwa raia, lakini pale kwenye adui iko pale Kishadu ndio hakuna raia, na pale kwenye tuko na Nzibira ni mwendo ni mwendo wa saa tatu, ni mwendo wa saa tatu wala ni mwendo wa saa 2:30. Waraia wasiwe na hofu, waraia wasiwe na hofu, waraia wajue kama vita ni kabumbu, wajipatie moyo, wajue kama shini watoto wao walituzaa juu ya kupigana vita, na utapiga vita na adui atarudia, na waraia wanajisikia huru, wasiwe na hofu vrema, wasiwe na hofu. Tulishajitolea kupiga vita na adui atarudia kwao wala taisha. Sisi wazalendo hatuna shaka na waraia wasio na shaka, tutafanya kazi tuliyojitolea. Papa journaliste, sisi wazalendo wa huku tunapendana tena sana. Hii koalisio yetu hii ya Taxi Walungu, Shabunda, Kabare tunapendana sana. Tuna kama General Maeshi, General Mobangu, General Josue, General Daudi Liberateur na hii rejima yetu ya 33 yetu tuko nayo huku. Hii rejima vraiment inatushika, inatupenda sana, haina ubaguzi na mzalendo. Bakipata kitu kidogo shebu tunagabulaka, ikwe minisio tunatumikisha shebu wote, tunaungana bega kwa bega shebu wote huku, na tuna imani kama gouvernement ikitukumbuka tu kabisa huku tafaa kazi na adui atashindwa, atapata haya. Kwa hiyo tunafunga bilima yote, hakuna tena kwenye adui atapita, kwenye atapita atapata mkoshi. Ndiko papa journalist. Ujumbe wangu ni kusema kama waraia wa Walungu, Mwenga, Fizi, Uvira wasikate tumaini, wasiwe na hofu, waombe tu Mungu, vita itaisha. Vita ni kawaida yetu ya nchi yetu ya Kongo, tulishawahi kuona mavita na zinaisha, na hii nayo itaisha. Hii wajipatie moyo, wasifadhaiki, vita itaisha hii. Tuna imani kama tutafanya kazi kwa shehe wetu, tuko napigana vita, tuko naona jinsi vita iko naenda, tuna imani kama vita itaisha tu. Gouvernement tu ikifanya ikitujibia kwa demande zetu zenye tuko na lomba gouvernement, hii vita haina nguvu kuisha. Upande wake Kamanda Maheshi Simba Wankutu amewaomba raia kuwa watulivu, huku akiahidi ya kwamba watakomboa maeneo yote ambako wahasi wanayadhibiti. Tunasema asante na pole sana kwa yote yenye imetendeka na yenye inatendeka, lakini tunasema brema mkwe na morali, mjue kama hakuna kitu she, tuko na matumaini. Tunajua kama inchi ni inchi yetu, ni Kongo yenye Mungu alitupatiaka na tutaigomboa. Musidanganywe na adui kusema kama kuko siku yenye hii inchi tageukaka ya Banyarwanda, wala kuko siku yenye tatawaliwaka na Banyarwanda. Hapana, ni inchi yetu. Ole abale benye bako banajidanganya, banaanza jiunga na Banyarwanda, banachukia bandugu yabo, banaanza bauzisha leo, banaanza sema, banaanza onesha mafamilia za bazalendo kufanya vingine. Bale ni bajinga sana, habajue kwenye biko. Bajue kama misio ya Munyarwanda ni kumaliza mkongomani, kumuua muinchi yake kusudi bapande amo bandugu yabo Banyarwanda. Na yeyote mwenyeko anatafuta kujidanganya kusema kama anakuwa pamoja na Munyarwanda, ajue kama kwa muda mchache atajishangaa yeye mwenyewe. Tunajua kama deja tulisha bazingira bote pale kwenye bako, tulisha bazingira, na mtashangaa fe moya itawaka pale Nzibira, pale Luntukulu, na mtashangaa nyepeke, na tunajiona kuna mwenye na sababu mwenzabo, na bale benye bako wanafanya vile, bale bote tulisha bajua. Ni maana sana mujitoshe mwa ile hali, sababu tutawapitisha njia mwana ule mtusi. Asante sana, na mjua tuweze basababu tuko pamoja na nyinyi, na tuweze baacha, na tuweze achia Munyarwanda inchi yetu hata siku hata moyo, hata empa hatutamwachia. Ndio papa journaliste, tuko na matumaini kama Nzibira itagombolewa, sababu sisi ni gouvernement, na gouvernement haipashe shindwa.
Unaona kama wakati wale basi balijitia munzibira sana, na tulikuwa tunachangana na population yetu, tukaona kama tukisema kabisa seme tubanilie mule sana population itaisha, sababu habana haja ya population. Ndio maana tuliingia pembeni kidogo kwa kusubiri mpango wengine ya gouvernement, lakini kwa kweli shie tuko na matumaini kama tutabatosha, sababu tuko force ya kutosha. FARDC na wazalendo tuko tayari kabisa, tutawatosha na population ikuwe sire kama tutatosha ule adui. Na kuhusu tuhuma zilizomkabili kamanda huyo Maheshi Simba Wankutu kusemea kwamba yeye ndiye amehusika kuwapatia waasi hao njia, kamanda huyo amerejea mara tena na kutoa mwangaza zaidi. Niko baonesha kama mkuwe macho vraiment na muone mbali sana. Sawa, hii mitingi yenye aba basenzi Banyarwanda balifanya Nzibira, kusema mie General Maheshi Kasha Simba Wankutu aseme balinipatia franka, aseme nipasulisha amo balabala. Eske kwa kweli mwenye balipatia makuta banaweza sema kama balimpatiaka makuta? Mbona mbele baingie Goma makuta njo balipanaka kusudi baingie Goma? Mbona hatia sikiaka banasema benye balipatiaka makuta Goma kusudi baingize Goma? Balipanaka makuta kusudi baingie Bukavu, bakabachia vile ya Bukavu wazi, haikuliaka amo risasi. Mbona hatukusikiaka banasema bale benye balipatiaka zile makuta Bukavu? Kwa nini mie General Maheshi njo banasema tu kama mie njo balipatiaka makuta Nzibira, ule adui anasema njo alipatiaka makuta? Alinikutaka kwanza wapi kusudi anipatie makuta? Miezi 8 yote niko namupiga, na yeye peke munasikia nilimfungia njia mpaka yeye peke akasantire. Na mimi najua kama vita nilimupigaka, njo yenyewe inatafuta kusema aseme juu ananijua kama niko mwanaume, anawaza sele yenyewe anasema itatuma bandugu yangu bakongomani batanichukia, wala anawaza ase itatuma guvernema yangu inanichukia, wala anawaza aseme wenzetu bazalendo batanichukia. Hapana, mie niko muti yenye kuwa na matunda, na muti yenye kuwa na matunda sherti baitupie majiwe. Njo habari ile ya kusema aseme bali nipatia franga, hata siku moja sitakulaka rushwa juu ya inchi yangu. Na katala nitakufaka sawa vile Lumumba alikufaka, sawa vile Laurent Desire Kabila alikufaka, sawa vile Kasabubu alikufaka, na sawa vile bengine bote wenyewe walikufiaka inchi, sawa vile Mamadu alikufaka, na sawa vile Rais Kiseketi Chilombo naye anakubali kukufia inchi, na njo kisi na mie nitakufaka. Muniaminie, mujue kama mubenye batakufiaka inchi na benye balikufiaka na mimi niko parmi mwabo, na benye batagomboa inchi na mimi niko parmi mwabo. Asante sana. Mwenga. Hali ya usalama ni yenye utulivu jijini Kamituga, tofauti na habari zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii zisemazo kuwa waasi wa M23 tayari wameshawasili ndani ya mji huo. Mapema asubuhi ya tarehe 28 Septemba mwaka wa 2025, kuna habari za uongo ambazo zimezagaa kwenye mitandao ya kijamii zisemazo kuwa waasi wa M23 tayari wameshadhibiti mji wa Kamituga upatikanao wilayani Mwenga, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini. Taarifa hizo ziliibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakahaji. Duru kutoka upande wa maeneo hayo zimethibitisha kuwa Kamituga hakuna vurugu yoyote wala waasi wa M23 hawapo kabisa. Shughuli zote zinaendelea kama kawaida. Vile Kamituga hii moshe. Grand frère, bandugu yangu. Mwache watu biko nafanya kampanye vile ya enemy vema, Mungu abarumie tu sana. Vile Kamituga hii mimi niko na filmea hapa. Vile Kamituga hii. Mairie de bâtiment ya mairie hii ya mweupe iko pale, kuna manjanja ya vere hiyo. Tribune ile iko pembeni pale. Na mamoto zile ziko napita. Kamituga iko calme tena sana. Tuko calme. Batu biko na montage ya kusema Kamituga iko tombe kumea mikono ya enemy ya M23 bongo. Na ule mweko nasema ile bitu Mungu amhurumie sana. Yeye ndio akufa hata mbele. Iko maibobo ule. Mweko anafanya montage ya ovyo vile. Yeye na kichwa na miguu.
Mtusaidie vraiment mu partager hii video kwa kutosha watu mu confusion. Kwa kutosha watu mu confusion, s'il vous plaît. S'il vous plaît bandugu yangu. Kamituga hii. Njo maison communale, maison ya mairie. Bâtiment mairie. Bureau ya la police iko pale pembeni. Tribune ile. Mamoto ziko napita, malgré mvula iko nanyesha. Mamoto ziko natembea kumugini. Sans problème. Hakuna tena insécurité moja. Okay, merci. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, kipindi hiki cha machafuko ya kivita mashariki mwa DRC, kunakuwa na habari nyingi za uongo ambazo zinaendelea kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii ili kuleta hofu miongoni mwa raia. Hivyo, si kila habari unayosikia unatakiwa kuikubali kirahisi. Ili kuepuka habari za uongo, unaweza kufanya utafiti wa kibinafsi au kumuoji mtu aliyekuletea habari hiyo, ama unaweza kutembelea vituo vikubwa vya habari vya mitandaoni vya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ili kupata uthibitisho kamili. Fizi. Mama mmoja hajulikanaye kwa jina la Bonyemu, mwenye ukadiriwa kuwa na umri wa miaka 55 pamoja na mume wake Eres mwenye umri wa miaka 60 wamepigwa risasi wakiwa nyumbani kwao Jumapili tarehe 28 Septemba mwaka wa 2025 mnamo majira ya saa 1:30 jioni mjini Baraka, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tukio hilo la huzuni limetokea katika kata la Makampanya ndani ya manispaa ya Baraka Center, ambapo wanandoa hao walikuwa wanaishi. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu, vyaeleza kuwa Bwana Eresi yuko katika hali ya mahututi, na taarifa zingine zikisema kwamba huenda tayari ameshafariki dunia katika hospitali kuu ya mji wa Baraka ambako alipelekwa kwa ajili ya matibabu. Sababu ya mashambulizi hayo bado kujulikana, huku uchunguzi wa kina ukiendelea ili kubaini wanani waliotekeleza kitendo hicho. Taarifa hii imethibitishwa na mratibu wa shirika ya kiraia mjini Baraka Sosiko DRC, Mheshimiwa Kakozi cha Kubuta Abe Jojongonda. Walikale. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC limefanya mashambulizi ya mabomu dhidi ya ngome mbili za waasi wa M23 asubuhi ya Jumapili tarehe 29 Septemba mwaka wa 2025 katika vilima vinavyonukia eneo la Mpeti katika kundi la kijamii la Kisimba wilayani Walikale, mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka maeneo hayo, vimeeleza kwamba ni majira ya saa 11 alfajiri ndipo droni ya kivita ilionekana ikiruka angani katika eneo hilo, kisha milio ya milipuko ilianza kusikika. Hadi sasa bado haijajulikana hasara ya mahadhara ya mashambulizi hayo ya anga, lakini hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika eneo hilo, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashuhuda wetu. Kwa zaidi ya wiki mbili sasa, vyanzo vya usalama huko Pinga vimekuwa vikitoa tahadhari kuhusu kuimarishwa kwa nafasi ya majeshi ya waasi wa AFC M23 kuzunguka eneo la Mpeti, ikiwa ni maandalizi ya kufanya mashambulizi dhidi ya mji wa kimkakati wa Pinga, kulingana na taarifa mbalimbali kutoka kwa eneo hilo. Hivyo raia pamoja na wakuu wa jadi wanaendelea kuomba serikali kuwa macho ili kuhakikisha kwamba wanadhibiti maeneo hayo na kuondoa waasi wa M23 ambao wanakisia kusonga mbele na kuanza kuteka maeneo mengine kama vile Pinga, lakini pia maeneo ya Mpeti huko jimboni Kivu Kaskazini. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hizi ni za ukweli na za uhakika kutoka maeneo mbalimbali huko kwenye shamba la vita. Kwa hiyo nakusihi kusubscribe channel yetu, kucomment, lakini pia kusambaza kwa walio wengi zaidi. Na hapa ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo. Nakusihi kuwa nasi katika habari zetu za hapo baadaye. Hii ni Amani TV Media. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Kwaheri.